Habari za wakati huu, karibuni katika Habari Wikendi. Jina langu ni Rehema Salim, lakini kwanza tupate muhtasari wa habari. Mwili wa Ruge Mutahaba kuzikwa kesho mkoani Kagera baada ya kuwasili leo. Profesa Kabudi na Dr. Mahiga wabadilishana wizara katika mabadiliko yaliyofanywa na Rais Magufuli. Naam, unaweza kupata taarifa za habari na vipindi vyetu vya Adhuhuri Live, Alasiri Launch, Morning Trumpet pamoja na vinginevyo kupitia Azam TV app kwenye simu yako ya mkononi. Download kwenye Google Play Store ama App Store ili uweze kutupata. Tufuatilie pia kwenye ukurasa zetu rasmi za Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, tukipatikana kwa jina la Azam TV Tanzania. Wakazi wa mkoa wa Kagera wamejitokeza kwa wingi katika uwanja wa ndege wa Bukoba kupokea mwili wa muasisi na aliyekuwa mkurugenzi wa vipindi na uzalishaji wa Clouds Media Group, Ruge Mutahaba. Mwili huo kwa sasa upo kijijini kwao Kiziru katika wilaya ya Bukoba, ambapo atazikwa baada ya kuagwa hapo kesho katika viwanja vya Jimkana mjini Bukoba. Junia Mwemezi anakuja na taarifa kamili. Majira ya saa 5 asubuhi ndege ya serikali aina ya Fokker 50 iliyobeba mwili wa marehemu Ruge Mutahaba inawasili katika ardhi ya Kagera na kupokelewa na umati wa watu wakiwemo viongozi wa serikali. Baada ya kupokea mwili huo, mkuu wa mkoa wa Kagera Brigadier General Marco Elisha Gaguti amesema maandalizi yote yamekamilika na ameondoa hofu wakazi wa Kagera na wageni walioingia katika mkoa wa Kagera kuhusiana na masuala ya usalama. Maandalizi yote yamekamilika, maandalizi ya msingi, eneo ambalo kesho kutakuwa na misa kwa hiyo na swala zima la kuaga mwili wa marehemu limeshaanza maandalizi katika hatua za mwisho. Na kule nyumbani hali ni shwari, swala la barabara, ulinzi umeimarishwa, lakini kubwa zaidi ni kwamba tumetoa uwepo wa askari wa kutosha kuongoza misafara ya magari kufika kwenye maeneo yote ambayo yatatumika katika zoezi zima hili la kuaga na kuzika ndugu yetu. Katika uwanja wa Bukoba, wananchi waliojitokeza kupokea mwili wa shujaa muongoza njia Ruge Mutahaba wamesema kuwa mapenzi aliyokuwa nayo kwa Watanzania ndiyo msukumo pekee uliowafanya kujitokeza kwa ajili ya kutoa salamu zao za mwisho, huku Profesa Isa Msoke akizungumzia maisha ya Ruge. Mkimya, mwenye haiba sana na wakili ni mtu ambaye angependa kujifunza. Naguswa zaidi na eneo analotoka ambapo panaitwa Kabariko Mkama. Kabariko Mkama tafsiri yake ni jiwe la chifu. Jiwe la chifu pale wanatoka, naweza kusema kama ni mahali maalum. Kwanza ndiko ilikuwa ngome ya chifu wa Kiamtwala ambaye kwa mara ya mwisho alikuwa ni Chifu Rukamba. Baadaye sina uhakika vizuri kama Ruge Mutahaba anatokea kwenye ukoo wa kichifu, lakini kwa eneo hilo ametokea tena mtu maarufu na mashuhuri, na nadhani ushahidi ni dhahiri juu ya tukio lake la mwisho la msiba wake ambapo lilivyoonekana. Ni taarifa ya Junia Mwemezi hiyo kutoka Bukoba. Rais Dr. John Magufuli amefanya mabadiliko madogo ya baraza la mawaziri kwa kumteua Balozi Dr. Augustine Mahiga kuwa waziri mpya wa Katiba na Sheria na Profesa Palamagamba Kabudi kuwa waziri mpya wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki. Florence Kaijage ameandaa taarifa ifuatayo. Taarifa iliyotolewa na kurugenzi ya mawasiliano ya Rais Ikulu mapema asubuhi haikutoa ufafanuzi juu ya mabadiliko hayo, isipokuwa imesema mawaziri hao wawili wataapishwa Ikulu Jumatatu asubuhi. Mabadiliko hayo yameamsha mjadala mkubwa katika mitandao ya kijamii. Mawaziri hao wawili wote ni wabunge wa kuteuliwa, wakiwa wabobezi katika maeneo tofauti. Balozi Mahiga ni mwanadiplomasia wa kiwango cha juu ambaye aliwahi kuhudumu kama balozi wa kudumu katika Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani kati ya mwaka 2003 na 2010. Kadhalika, aliwahi kuhudumu kama mjumbe maalum wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa
juu ya masuala ya Somalia kati ya mwaka 2010 na 2013. Mahiga mwenye umri wa miaka 73 amewahi kuwa mkurugenzi wa usalama wa taifa enzi za Mwalimu Nyerere na ana shahada ya uzamivu katika uhusiano wa kimataifa kutoka chuo kikuu cha Toronto, Canada, aliyoipata mwaka 1975. Waziri mpya wa mambo ya nje Profesa Kabudi ni mwanazuoni mashuhuri wa sheria ambaye amehudumu katika chuo kikuu cha Dar es Salaam akiwa mwadhiri kwa zaidi ya miaka 30. Ni profesa wa sheria na kwa muda aliyofundisha chuo kikuu ana mkono wake katika mafanikio ya maelfu ya wanasheria wa sasa hapa nchini, akiwemo Jaji Mkuu Profesa Ibrahim Juma. Akiwa waziri wa katiba na sheria, Profesa Kabudi mwenye umri wa miaka 63 ameongoza majadiliano kadhaa yaliyohusisha serikali na kampuni kubwa za nje, yakiwemo yale ya Barrick Gold ambao ni wamiliki wa kampuni ya Acacia Mining iliyotuhumiwa kutolipa mabilioni ya fedha yatokanayo na mapato ya dhahabu. Baada ya majadiliano yaliyodumu kwa wiki kadhaa mwaka 2017, Ikulu ilitangaza Oktoba mwaka huo kuwa Acacia ilikuwa imekubali kuilipa Tanzania fidia ya dola za Marekani milioni 300. Florian Kaijage, Azam News. Basi kuliangalia hili tunaye mchambuzi hapa, Saidi Msonga, ambaye atatuambia. Saidi, unafikiri kwa nini mabadiliko haya yanatokea katika kipindi hiki? Yanatokea katika kipindi hiki kwa sababu nchi ya Tanzania kwa sasa inalenga kwenda katika uchumi wa kati, kwa maana ya uchumi wa viwanda. Kwa hivyo moja ya changamoto kubwa ambazo kama taifa inakabiliana nazo ni pamoja na mikataba ya kimataifa na mahusiano ya kimataifa kwa ujumla. Kwa hivyo nadhani rais ametizama, ameona kwamba Mheshimiwa Profesa Kabudi kutokana na kazi zake kama ilivyoelezwa katika utangulizi nzuri katika eneo la mikataba na sheria za kimataifa, basi anaweza akatoa mchango mkubwa sana kuisaidia Tanzania kuweza kujiweka katika nafasi nzuri ya kuweza kuamiliana na mataifa mengine katika kuelekea huo uchumi wa viwanda. Lakini wawili hao wanaonekana wanatosha katika nafasi zao, kizingatia pia kubobea katika taaluma ambazo walizokuwa nazo. Kwa uelewa wako, hasa mabadiliko haya yanaweza kuwa labda yamelenga kitu gani hasa? Ni kweli ukiangalia anayeondoka Profesa Dr. Mahiga ni mbobezi katika masuala ya diplomasia za kimataifa. Lakini pia Profesa Palamagamba Kabudi ni mwalimu, lakini pia ni mwanasheria. Kwa hivyo ni mtu ambaye ana uwezo mkubwa zaidi wa kuweza kushawishi na ana ufahamu katika masuala ya sheria na hususan za kimataifa. Kwa hiyo nadhani wote wawili wana nafasi kubwa na nzuri na wana uzoefu wa kutosha katika maeneo hayo. Lakini nadhani katika wakati tulionao kwa sasa na mahitaji ya nchi yalivyo, Profesa Kabudi huenda akatoa mchango kwa kuanzia pale alipoishia Dr. Mahiga mzuri zaidi kulingana na nyakati, kwa maana ya kwamba atasaidia katika maeneo hayo ya sheria zaidi pamoja na ushawishi, kwa sababu ni mwanasheria. Kama unavyofahamu, wanasheria wana uwezo mkubwa sana katika kujenga hoja na kuzitetea. Kwa hiyo unafikiri labda Mheshimiwa Rais aliangalia vigezo hivi na uhitaji ambao tunao sasa hivi, si ndio? Bila shaka wakati na uhitaji imekuwa ni mambo ambayo yamechagiza zaidi mabadiliko haya madogo ambayo yamefanyika kwa sasa. Tunakushukuru sana. Ni Saidi Msonga, yeye ni mchambuzi. Tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Jamii ya wakazi wa Old Moshi mkoani Kilimanjaro imezindua harakati za kudai fuvu la mtawala wa jadi wa jamii hiyo, Mangi Meli bin Kiusa Makindara, aliuawa kwa kunyongwa na wakoloni wa Kijerumani kisha kichwa chake kuhifadhiwa. Enos Masanja anakuja na taarifa zaidi. Ni sehemu ya shamra za uzinduzi wa harakati hizo uliofanyika katika jengo lililokuwa likitumiwa na wakoloni wa Kijerumani wakati huo kama ofisi ya mkuu wa wilaya. Wanaume kwa wanawake wamekusanyika katika jengo hilo katika kijiji cha Suduni, huku wakizindua filamu yenye matukio na simulizi kadhaa za Mangi Meli aliyeuawa mwaka 1900. Hoja yao kubwa ni kuwa kukosekana kwa fuvu la mtawala huyo wa jadi kumesababisha athari nyingi za kijamii, ikiwemo kupungua kwa mvua, ongezeko la vifo na hofu katika jamii. Matumaini ya kupata fuvu yapo, kwa sababu nilipokwenda Ujerumani wametoa DNA ya mwisho na ile DNA waliotoa imefanya kazi. Nimepewa muda wa miezi 6 kuanzia mwezi wa 11 mwaka jana. Ikifika tarehe hiyo watakuwa wameusha lileta fuvu hapa. Na tumesema kile kiwiliwili cha meli hakijakamilika mpaka kichwa chake kipatikane. Mti huu ndio uliotumika kumnyonga Mangi Meli na pembeni yake kidogo kiwiliwili chake kilizikwa.
Sasa pamejengwa mnara wa kumbukumbu ya kiongozi huyo ambaye alipigana vikali na utawala wa Kijerumani katika karne ya 18. Hii ni mara ya kwanza kwa jamii hii kuzindua rasmi harakati za wazi za kudai kurejeshwa kwa fuvu hilo linalosadikiwa kuhifadhiwa katika jumba la makumbusho la Bremen nchini Ujerumani. Enos Masanja, Azam News, Moshi. Polisi mkoani Lindi inawashikilia watu 4 akiwemo mganga wa kienyeji na wasaidizi wake 3 kwa tuhuma za mauaji ya mwanamke mmoja mkazi wa mtaa wa Kitunda mwenye umri wa miaka 50 aitwaye Fatuma Kabwebwe. Mwanamke huyo alikutwa amefariki dunia huku mwili wake ukining'inia kwenye mti wa mkorosho ukiwa umefungwa na kipande cha kanga shingoni katika eneo la mganga huyo wa kienyeji mtaa wa Kitumbikwera, manispaa ya Lindi. John Kasembe anaelezea tukio hilo. Ni asubuhi na mapema nyuma kidogo ya nyumba ya mganga wa kienyeji ambapo mama huyo anasadikiwa alikuwepo hapo kupatiwa matibabu zaidi ya wiki 3 tangu kutokea kwa tukio hilo, akisumbuliwa na magonjwa ya tumbo na kichwa kwa muda mrefu. Azam News iliongea na mashuhuda wa tukio hilo na kueleza jinsi taarifa ilivyoanza kuenea. Wenyewe wanasema kuna siku zingine alikuwa kama anataka kuchukua kamba hizo, anataka kujinyonga, yani kwamba anakurupusha kila siku. Kwa hiyo leo makama saa 11 sikia ndo akatoroka akaja nyuma huku akaja kufanya masuala haya. Huyu mama simfahamu. Sipomba ninachokisikia mimi kwamba huyu mama ni mgeni nje wa hapa, yani atoka kijiji jirani. Ndugu wangu nimemuulizia akaniambia kwamba mimi mgonjwa nimempokea kama ninavyopokea wagonjwa wengine na nimemtibu kama ninavyotibu wagonjwa wengine. Isipokuwa tukio baada ya kutokea na mimi limenishangaza. Kusikia kwake kama hivi si yupo pale na sisi tumeamka hapa. Baada ya kuamka si ndio tukaona vile. Sema huyu mgonjwa mwenzetu yupo hali hii. Mohamed Shomari ni mtendaji wa mtaa wa Kitumbikwera, anaelezea taarifa za tukio hilo. Tukio hili tumelipata leo asubuhi mapema sana, nikifahamishwa kuwa kuna mtu amejinyonga hapa nyumbani kwa huyu mkazi ambaye ni mganga wa kienyeji. Kwa hiyo kwa taratibu wa kawaida lazima nitoe taarifa kituo cha polisi juu ya hili tukio, na nikafanya hivyo, lakini kikubwa kwamba huyu mama alikuwa amekuja kutibiwa. Alikuwa anaumwa, tujajua maradhi gani, yeye mganga anajua. Kwa upande wake kaimu kamanda wa polisi mkoani Lindi, kamishna msaidizi Renatus Chalia, amesema kifo hicho kinatiliwa mashaka na tayari jeshi lake limewashikilia watu 4 akiwemo mganga wa kienyeji. Kifo chake kinaleta utata kutokana na dalili zenyewe kwamba marehemu alikuta ananing'inia lakini amekanyaga chini, na kanga ambayo idaiwa kwamba amejinyonga kuitumia shingoni ilikuwa haikubana. Kutokana na kifo cha marehemu huyo, kwanza ameshikiliwa mganga wa kienyeji pamoja na wasaidizi wake ambao tunawaita kwa jina lingine Wahemba. Kwa hiyo bado katika mahojiano na polisi. Kwa hiyo upelelezi wa polisi unaendelea. Mwili wa marehemu huyo umehifadhiwa katika hospitali ya rufaa Sokoine mjini Lindi kwa uchunguzi. Kutoka Lindi, mimi ni John Kasembe wa Azam News. Unaendelea kuangalia habari wikendi. Jina langu ni Rehema Salim. Na tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Inakadiriwa kuwa watu milioni 446 ambao ni zaidi ya 5% duniani wana tatizo la usikivu, ambapo miongoni mwao watu milioni 432 ni watu wazima, huku watoto wakiwa milioni 34. Hayo yamewekwa bayana leo na Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Wazee na Watoto, Umi Mwalimu, wakati wa maadhimisho ya siku ya usikivu duniani yanayoadhimishwa Machi 3 ya kila mwaka, ambapo awamu hii yamebeba kauli mbiu isemayo chunguza usikivu wako. Waziri Umi amebainisha kuwa kwa mujibu wa Shirika la Afya Duniani, ifikapo mwaka 2050 zaidi ya watu milioni 9 watakuwa na ukosefu wa usikivu duniani, huku akikiri kuwa bado Tanzania haijafanya utafiti kujua idadi kamili ya watu wenye matatizo hayo. Mwakilishi wa Katibu Mkuu Wizara ya Afya, kwa lazima tuhakikishe na takwimu hizi lazima zigawanywe kwa watoto wenye umri wa sitaki kusema miaka 5
lakini angalau tuzigawanye kwenye watoto wenye umri wa kwenda shule na watu wazima, kwa sababu pia itatusaidia kuweka afua, kuona ni jinsi gani tutaweza kuwasaidia watoto wenye tatizo la kutosikia vizuri kuweza kuendelea au kufanya vizuri katika masomo yao. Kwa hiyo hilo ni jambo kubwa ambalo nataka kulielekeza katika siku ya leo. Lazima tuwe na takwimu za kitaifa. Mkuu wa wilaya ya Newala Aziza Mangosongo pamoja na watu wengine watatu waliopata ajali jana usiku mkoani Lindi wamehamishiwa katika hospitali ya taifa ya Muhimbili jijini Dar es Salaam kwa matibabu zaidi. Awali walilazwa katika hospitali ya Rufaa Sokoine mkoani Lindi baada ya kupata ajali kijijini Mandawa wilayani Kilwa wakiwa kwenye gari yenye namba za usajili SM 12301 aina Land Cruiser mali ya halmashauri ya wilaya ya Newala. Taarifa za ajali hiyo zimethibitishwa na kaimu mganga mfawidhi wa hospitali ya Rufaa Sokoine pamoja na mkuu wa wilaya Lindi. Tumepokea majeruhi wanne. Kati ya wanne ni Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Newala, Mheshimiwa Aziza Mangosongo. Na wengine ni Mwanamisi Nawanda, Zaitun Lipuli na Jasiri Nguru. Zaitun Lipula yeye amevunjika mguu wake wa kulia na pia amepata majeraha. Ilikuwa ni matibabu, anakwenda Dar es Salaam kwa sababu ya matibabu. Na kimsingi alitakiwa afike kule, kama angefika salama alitakiwa afike kule jana ili leo mchana huu aweze kuonana na daktari. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima aondoke jana jioni na hii ndio sababu aliondoka jioni. Wakazi wa baadhi ya maeneo ya jiji la Dar es Salaam wameiomba serikali kuboresha miundombinu hususan mifereji ya kupitisha maji hasa katika kipindi hiki cha mvua. Wametoa ombi hilo wakati wakizungumza na Azam News leo ambapo wamebainisha kuwa wamekuwa wakipata adha kubwa nyakati hizi za mvua kutokana na maji kuingia majumbani mwao na kuharibu mali. Upendo Michael ana maelezo zaidi. Hapa ni eneo la Tandale kwa Msogole jijini Dar es Salaam ambapo kama unavyoona nyuma yangu ni baadhi tu ya wananchi ambao wanaendelea kutoa maji katika nyumba zao, na hii ni baada ya mvua ambayo imenyesha katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam kusababisha adha kama hiyo. Tumepata nafasi ya kuzungumza na baadhi tu ya wananchi wa eneo hili ambao wameweka bayana ni kitu gani hasa kimesababisha maji haya kuingia katika nyumba zao. Hapa kwetu kwa Mtogole hasa hii na utukuta ya maji kutokana na hii miundombinu ambayo ya sasa iliwekwa. Nyumba wanabananisha ambapo sehemu hakuna hata mitaro wala njia ya maji yote kupita. Kwa hiyo maji yanapojaa yanakosa njia ya kupita, inabidi maji yafurike kama maeneo haya mfano. Maafa haya yanasababishwa na miundombinu ya mifereji yetu haijakaa sawa. Naam, unaendelea kuangalia Habari Wikendi na sasa moja kwa moja tunajiunga na Mohamed Salim ili tuweze kupata utabiri wa hali ya hewa. Naam, karibu katika utabiri wa hali ya hewa. Mimi ni Mohamed Salim. Usiku huu tunatarajia maeneo mengi ya nchi kuwa na hali ya mvua isipokuwa tu katika maeneo machache ambayo ni maeneo yanayozunguka Ziwa Victoria. Ndio maeneo ambayo tunatarajia yatakuwa na hali ya ukavu na baadhi ya maeneo yanapatikana magharibi mwa nchi, lakini maeneo yote kiujumla tunatarajia itakuwa na hali ya mvua, huku tukitarajia hali ya bahari kuwa shwari kabisa, kwani upepo utavuma
kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa pwani kaskazini na kwa pwani ya kusini. Kesho tunatarajia maeneo mengi ya nchi kuwa na hali ya mvua. Kumbuka tuko katika kipindi cha mvua za masika, ambapo katika pwani ya kaskazini tunatarajia hali ya mvua na vipindi vifupi vya jua. Hali hiyo pia ikitarajiwa katika maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki. Tunatarajia hali ya mvua itakayoambatana na ngurumo za radi na vipindi vifupi vya jua. Hali ya mvua pia ikitarajiwa katika maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, tukitarajia hali ya mvua zitakazoambatana na ngurumo za radi katika maeneo yote ya ukanda huu na vipindi vifupi vya jua. Hali hiyo pia inatarajiwa kule katika ukanda wa Magharibi. Tunatarajia hali ya mvua zitakazoambatana na ngurumo za radi. Katikati mwa nchi, Singida, Dodoma pamoja na mji kasoro bahari Morogoro, maeneo haya pia yanatarajiwa kuwa na hali ya mvua zitakazoambatana na ngurumo za radi. Hali hiyo pia ikitarajiwa kule maeneo nyanda za juu kusini. Tunatarajia pia hali ya mvua zitakazoambatana na ngurumo za radi, lakini vile pia katika pwani ya kusini, mikoa ya Lindi na Mtwara na yenyewe inatarajiwa kuwa na hali ya mvua zitakazoambatana na ngurumo za radi, lakini wenyewe hawatarajii kuwa na vipindi vya jua. Huu ndio utabiri wa hali ya hewa. Ulikuwa nami Mohamed Salim. Na taarifa hiyo utabiri wa hali ya hewa ndio inatukamilishia habari wikendi kwa leo, lakini kabla hatujakuacha tujikumbusha habari tulizokuwa nazo. Mwili wa Ruge Mutahaba kuzikwa kesho mkoani Kagera baada ya kuwasili leo. Profesa Kabudi na Dr. Mahiga wabadilishana wizara katika mabadiliko yaliyofanywa na Rais Magufuli. Unaweza kupata taarifa yetu ya habari na vipindi vyetu vya Adhuhuri Live, Alasiri Lounge, Morning Trumpet na vinginevyo kupitia Azam TV app kwenye simu yako ya mkononi. Download kwenye Google Play Store ama App Store ili uweze kutupata. Tufuatilie pia kwenye kurasa zetu rasmi za Instagram, Facebook, YouTube pamoja na Twitter, tukipatikana kwa jina la @AzamTVTZ. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuletea habari wikendi, jina langu ni Rehema Salim. Asanteni.